Mwenyezi Mungu amekwisha kuonya. Mwenyezi Mungu amekwisha kuonya kwa wale wote ambao wanaishi katika dunia hii. Kitabu cha Misali sura ya kwanza mstari wa 10 mpaka wa 19 kinasema kwamba mwanangu, wenye dhambi wakikushawishi wewe usikubali, wakisema haya, njoo pamoja nasi tuvizie ili kumwaga damu, tumuotee asiye na hatia bila sababu, tuwameze hai kama kuzimu na wazima kama wao washukao shimoni. Tutapata mali yote ya samani, tutazijaza nyumba zetu mateka. Wewe utashirikiana nasi, tutakuwa na vitu vyote shirika. Mwanangu, usiende njia pamoja nao, uzuie mguu wako usiende katika mapito yao, maana miguu yao huenda mbio maovuni, nao hufanya haraka ili kumwaga damu. Kwa kuwa mtego hutegwa bure ya macho ya ndege yeyote, nao hujiotea damu yao wenyewe, hujinyemelea nafsi zao wenyewe. Ndivyo zilivyo njia za kila mwenye tamaa ya mali, huondoa uhai wao walionayo. Bwana Yesu asifiwe. Tena tunatambua pale ambapo mwanadamu anakuwa akienda kutafuta mali, kuna vitu ambavyo huwa wanamwambia. Kwa mfano, unaweza ukaenda kutafuta mali, unaambiwa mtoe mtoto wako, ukatoa mtoto wako. Ili sadaka ikiisha, unasema mtoe mama yako, unamtoa mama yako. Ikiisha unasema mtoe baba yako, unamtoa baba yako. Ikiisha kama kuna kaka yako, anakuambia mtoe kaka yako, unatoa. Ina maana wewe kazi yako itakuwa ni kutoa ndugu mpaka wale ndugu wanakuja kuisha. Ina maana hao wote wakiisha ndipo ambapo wanarudi kwako. Ina maana kuna neno linasema kwamba ndege hutegwa bure kwa mtego anaswe. Ina maana kinachotokea pale ni kwamba wewe unakuwa mtego wa kuwanasa wenzako. Kwa kuwa Mwenyezi Mungu anasema njoo kwake ili waokoe na wengine, ina maana wewe kwa sababu umekwisha kuikataa njia na unaenda kuwekwa mtego kama ndege kwa tamaa zako. Bwana Yesu asifiwe. Tena Mwenyezi Mungu anasema ndivyo zilivyo njia za kila mwenye tamaa ya mali, huondoa uhai wao walionao. Ina maana wewe kwa tamaa zako, kwa sababu unakuwa umemkataa Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, unakuwa unajinyemelea nafsi yako. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo usione kwamba utakuwa salama pale ambapo utakuwa umeenda katika njia ya giza. Usione kwamba utakuwa salama pale ambapo unaendelea watakwambia kwamba uendelee kutoa sadaka. Usizanie kwamba shetani anatosheka na hizo sadaka. Hawezi akatosheka. Ina maana mpaka akupate wewe. Tumekwisha kuangalia vijana wengi wamekufa wakiwa wadogo, miaka 19, miaka 18, miaka 20, miaka 22, kwa sababu ya tamaa ya mali, na bado wanaendelea kufa. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo basi, hakuna amani kwa wale ambao wanatenda mabaya. Kwa sababu gani? Wana amani gani wakati hawalali usiku kucha? Bwana Yesu asifiwe. Tena kama kinavyosema kitabu cha Misali sura 4 mstari wa 16, wanaondolewa usingizi. Na wanaondolewa vipi? Wanaondolewa usingizi kwa sababu wamekwisha kuiuza nafsi yao. Ina maana Mwenyezi Mungu alipoumba nafsi alimpulizia mwanadamu puani pumzi ya uhai, akawa nafsi hai. Ina maana nafsi ina uhai. Ina maana kupitia hiyo nafsi ambayo wamekwisha kuiteka, ndipo pale ambapo wanamtumikisha mwanadamu, wanamuondolea usingizi. Bwana Yesu asifiwe. Tena hivyo kazi ni moja, ni kumwangusha mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Tena ikiwa kwamba hawana raha, wanakunywa damu za watu, hawali vyakula vile ambavyo inatakiwa wale, wana raha gani? Kama kitabu cha Marko sura ya 8 mstari wa 36 kinasema kwamba kwa kuwa itamfaidia nini mtu kupata ulimwengu wote akipata hasara ya nafsi yake? Bwana Yesu asifiwe. Tena
Umekwisha kuona wapo watu wengi ambao walitoa sana kafara na pia wakavuma sana ulimwengu mzima tukawasikia. Wako wapi katika dunia hii? Wako wapi katika dunia hii? Hivyo basi, yapo mambo mengi ambayo yameanzishwa ili kuweza kumnasa mwanadamu. Ndugu yangu, njia ni moja, Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Njia nyingine ni upotevu. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo basi, wewe kijana ambaye upo katika dunia hii, ambaye unasikia neno hili, ndugu yangu, mtafute Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai, kili jina lake, kwa sababu yeye ndiye anao uzima wa milele wako.